unavyompa mtoto zawadi, ukimwomba tena anakunyima. Ndivyo na sisi Wakristo tumekuwa, Mungu akitupa tundima sehemu yake. Tumekuwa wadaiwa, tukimwona mwenye deni tatoroka. Ni mara ngapi hujarudisha sehemu ya 10? Kama unavyompa mtoto zawadi, ukimwomba tena anakunyima. Ndivyo na sisi Wakristo tumekuwa, Mungu akitupa tundima sehemu yake. Tumekuwa wadaiwa, tukimwona mwenye deni tatoroka. Ni mara ngapi hujarudisha sehemu ya 10? Tumasikini kwa kutotoa sehemu yake tumewibia, siete kwamba tanunua baraka. Mungu ni wa upendo mwingi, dawa ya deni ni kulipa, tulisha deni kuishi kwa uhuru. Tumasikini kwa kutotoa sehemu yake tumewibia, siete kwamba tanunua baraka. Mungu ni wa upendo mwingi, dawa ya deni ni kulipa, tulisha deni kuishi kwa uhuru. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula kwenye nyumba yako. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, Bwana wetu. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwajaalieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula kwenye nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, Bwana wetu. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwajaalieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha. Tumasikini kwa kutotoa sehemu yake tumewibia, siete kwamba twanunua baraka. Mungu ni wa upendo mwingi, dawa ya deni ni kulipa, rudisha deni uishi kwa uhuru. Tumasikini kwa kutotoa sehemu yake tumewibia, siete kwamba twanunua baraka. Mungu ni wa upendo mwingi, dawa ya deni ni kulipa, rudisha deni uishi kwa uhuru. Tumasikini kwa kutotoa sehemu yake tumewibia, siete kwamba twanunua baraka. Mungu ni wa upendo mwingi, dawa ya deni ni kulipa, rudisha deni uishi kwa uhuru. Tumasikini kwa kutotoa sehemu yake tumewibia, siete kwamba twanunua baraka. Mungu ni wa upendo mwingi, dawa ya deni ni kulipa, rudisha deni uishi kwa uhuru. Unasemaje kwa wimbo? Asante, tunashukuru Mungu kwa wakati huu. Ni wakati wa kipekee, tunaenda kumegewa mkate kutoka mbinguni. Ni wangapi pamoja nami wanasema Pastor karibu? Asante, karibu Pastor. Asante sana watoto wa Mungu, na wasalimu Sabato njema. Kweli kuna mambo mema. Yapi? Hayo mambo mema ni yapi? Ya Sabato ya leo. Alright.
Namshukuru Mungu, watoto wa Mungu, ya kuweza kuwa pamoja nanyi, ikiwa leo ni Sabato ya 3 na tukiendelea kwa ajili ya kufundishana na elimu hii ya kimbingu. Amen. Ni mafundisho haya, nataka niulize, ni wangapi wako na smartphone? Acha niulize kwa mkono. Mimi niko na moja. Ni wangapi? Okay. Nilisema ya kwamba ni wangapi ambao wamekuwa kibarikiwa na haya mafundisho? Okay. Haya. Sasa wacha niulize swali la mwisho. Ni wangapi wamesubscribe kwa Heavenly Ministry Messages? Ndio mkono juu. Haya. Na hilo ndio jambo ambalo ningewaomba, ya kwamba mafundisho haya huwaga yanapeperushwa, ya recorded, na yanafanya nini? Hasa sana ibada kuu. Sio hiyo peke yake, popote pale mara nyingi ninayaweka kwa ajili ya faida zenu, si ndio? Na ninajua ya kwamba wetu wameweza kuweka nyingi, wameweka mpaka kokomilo ndani, wamesubscribe, lakini jiulize hizi ministries ambazo zinawaletea mahubiri haya, if you have subscribed, right? Ninapanga na muda wangu mzuri wa kuleta. Let me tell you, mimi ni mtu wa mitandao, na mimi ninaleta injili kwa njia ya mitandao. Mnaelewa vizuri? Acha nijue wangapi wako TikTok. How many of you wako TikTok? Kwa jisiogope. Haya, hilo jina utanikuta kila siku mara ngapi? Mara 2. Nina program ya TikTok ambayo inahudhuriwa na chini ya watu wanaohudhuria ni watu 200. Amen. Wapi? TikTok. Program hii ni ya maswali na majibu. Hakuna kitu kingine. Mtu anapanda juu kwa guest, unaniuliza swali, ninakupea jibu. Amen. Tunaelewana watoto wa Mungu? And I have good people there. Alafu program ya pili, mkiwa umelala usiku kabisa, inaanza saa 6 za usiku mpaka saa 10 za usiku. Program hii ni ya kanisa la diaspora ambalo linaitwa Heavenly Ministry. Amen. Nafikiri elder nimekuadi kwa group, unafuatilia. Watu wazuri ambao wanafuatilia, na ni ministry ambayo inaendelea vyema. Mara ngapi? Sasa wewe ukiwa umelala saa 6 za usiku, saa 7 za usiku unaoga nikihubiri. Sijui kama umeelewa. Kando na hii kazi ambayo Roho wa Mungu ameonelea ya kwamba niweze kuileta, bado kuna ministries za mitandao ninazozifanya. Na hapo basi pia ninakuanga katika YouTube na attach YouTube plus the same time niko online, nikiwa naendelea huko na attach na channel zote mbili, Facebook, YouTube na TikTok. Zote channel zote zinaleta mafundisho haya moja kwa moja. Mnaelewa vizuri? So let me tell you one thing. Where you think people are using it wrong, that is the place you can meet the right messages. Don't discriminate these areas. These are the areas you leave your messages there, and they will plant seed in them. That is what we need to do. What? To be in this kind of platforms. And my good people, Muslims, wanapandana pale na tunahojiana maswali kwa maswali, one verse, and these are the places where you meet us. You will gain experience on how you can approach one verse, one. Melona vizuri? Hello, God is good. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbona nasikia kama watu wananimulika? Asante sana. Ndugu yangu aliyejitolea kwa kamera, naomba tu mtu amwekee kiti hapa karibu ili tupate kuanza. Siku ya leo ni idara ya AMR na vijana. Idara hii ya AMR ni idara ambayo ni ya maana sana katika kanisa letu. Sana.
Asante. Anaweza kuja hapo sasa. Ni idara ya maana sana. Idara hii inaleta ujumbe katika kanisa letu katika njia. Naomba wala huku tunaweza songa huku mbele. Naomba ambarikiwe. Naam. Idara hii ni ya maana sana. Kwa sababu gani? Inatuletea ujumbe mahali tulipo. Na ni idara ambayo you need, when you are communicating, you need to use the high IQ. But today I want to reveal you the greatest secret about evangelism. Let me tell you this. Idara hii mahali nilipozaliwa, mahali ninakutoka, ni kati ya idara ambazo imechukuliwa maanani zaidi na imefanya kazi kubwa sana. Mimi kama kawaida, mnajua mimi ni mzaliwa wa Pwani, na idara hii in Coast Province wameichukulia maanani na imejenga watu wengi zaidi, kuinua wainjilisti wengi sana. Wainjilisti wengi wa sehemu niliyotoka wamezaliwa na idara hii. Wachungaji wengi wamezaliwa na idara hii. And that is why you find out in Coast Province wamekumbatia uinjilisti zaidi kuliko field yoyote katika taifa letu la Kenya. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo ni hii idara mnaiona. Na nataka niwaambie department zote za kanisa la Kiadventista zimejengwa ukuta na idara ya evangelism. 1:8 kitabu cha Matendo ya Mitume. Ninaomba tukimbie sana pale. Na leo tutafichua mambo mingi sana. Tutakuwa na tengeneza ulimi kidogo. Lakini tutakuwa tukiangalia zaidi the question of identity tutakuwa nayo. Leo mada yangu nasema God's plan of salvation. Na mafundisho haya ambayo mimi nayowaletea, nataka usikize vizuri. Mafundisho haya ya wiki 3 ambayo nimekuwa nikiwaletea katika wiki 3. These are the programs approved by the GC. Sijui kama mnaelewa vizuri. These are the programs approved by the Global Mission, Global Center of Seventh-day Adventist Church. Zimekuwa approved by the conference. Mnaelewa? And this is the messages that today our church leaders have approved so that we can be able to have the right approach when we are entering to evangelism. Amen. 1:8 kitabu cha Matendo ya Mitume. Naomba tafadhali tutakuwa kwa haraka ili tuweze kumaliza kwa haraka. Nasemaje? Nasema lakini mtapokea nguvu. Akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, Samaria na hata mwisho wa ulimwengu. Msikia? This is what we are involved around. Ya kwamba tumejengwa katika kutengeneza wanafunzi. Sasa jioni nitakuwa na maswali kadhaa nikiwauliza. Muje muniambie vizuri. Wewe unajiita ni Mkristo. Si ni Mkristo? Nyinyi ni Wakristo? Nyinyi si Wakristo. Unajua, that is the point where now I'm giving you a different contradiction. You are not Christians. You are the followers of Christ, disciples. Mtu aje na andiko kwa Biblia jioni, I'll have a good reward. Come and show me that you are created to be Christians. This is what I know. Matthew 28:19-20. That is what I know. Ukristo ni tabia ambayo inalingana na nani? Na Kristo. Usikuwe mlevi alafu nakuja umekuwa mwashirati unasema mimi ni Kristo. Wapi? Lakini unaweza kuwa Mwadventista wa Sabato na bado ukose kwenda. Hakuna Mkristo hata mmoja atakayekosa kwenda mbinguni. Alafu hapo unasema wewe mimi ni Mkristo. Wapi? Njoo nipe andiko ya kwamba wewe ni Mkristo. Nitakupa zawadi. Umeelewa vizuri? Nitakufundisha jioni ya kwamba Ukristo ni nini.
Hiki ndicho Mkristo alichotuachia. Nasemaje? Na kama wewe unajiita Mkristo, niambie wale waliokuwa kabla ya Kristo wataitwa aje? Sijui kama mnanielewa watoto wa Mungu. Hili ni jina ambalo linatumiwa sana na watu wengi. Sana. Linatumiwa vibaya kwa sababu gani? Mtu anasema mimi ni Mkristo na anaenda kule, unafanya nini? Anafanya vitendo ambavyo havistahili. Umeelewa? Na bado anajiita Mkristo. Una sifa za kujiita Mkristo. Yaani ninaposema Mkristo ni kama vile nasema mimi nina mienendo inayomiga nani? Kristo. Huyo ndio anayepaswa kujiita Mkristo. Not all that are Christians. Inasemaje? Basi enendeni kufanya mataifa yote kwa wanafunzi. Kwa hiyo nyinyi mlifanya kuwa kina nani? Mlifanya kuwa nani? Mlifanya kuwa Wakristo ama wanafunzi? That is the point. Itakuwa mimi Mkristo litapeleka watu motoni wengi sana. Kwa sababu gani? Watu wanakataa kuiga Kristo wakiwa wanajiita Kristo. Ni ukafiri. Tujiita wa Kristo ndio. Lakini Ukristo unapojitambulisha mimi ni Mkristo, ninamaanisha ya kwamba ninamwiga Kristo. Sasa tukiingia katika character za Kristo, Kristo alibatizwa ndio. Umeelewa vizuri? Kristo alishika Sabato ndio. Wewe unaenda kazini siku ya Sabato unajiita Mkristo. Yesu desturi yake ilikuwa gani? Hiyo ndio tunazungumza. Sijui kama unaelewa. Yesu alihubiri siku na alihubiri siku na he was totally dedicated for the ministry. Are you dedicated for the ministry? Hello? Huyo ni nani? Mkristo huyo sasa ni wewe moyoni mwako. Ukiambiwa jitambulisha kama Mkristo, unaweza kujitambulisha? Can you identify yourself? Jiangalie mwenyewe. Jihoji moyoni mwako. Now, wewe nataka nikuulize, wewe ni Mwadventista wa Sabato Mkristo ama ni nani? 14:6 Yohana. Sikiza hii. Kuna tamko katika sura ya 4 ya Kiarabu katika ile Qur'an sura ya kwanza, suratul Fatiha aya ya kwanza. Katika mantiki ya Kiarabu, kwa yule mda wangu. Ulikuwa na Kiarabu? Bado hujachukua, si ndio? Katika mantiki ya Kiarabu inasema Malikia Yawmiddin. Moja suratul Fatiha aya ya 4. Malikia Yawmiddin. Maana yake ni nini? Aya yake inasemaje? Soma 14:6 Yohana. Nasema Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu anajiita njia, na katika njia hii, kama sasa hapa ndipo jina la Ukristo lilitokea. Mimi ndimi njia. Njia ndio tamko la dini. Njia, dini ni lugha ya Kiarabu. Tamko dini ni lugha ya Kiarabu inayoashiria nini? Njia. Kwa hivyo Yesu anajitangaza mimi ndimi. Kwa hivyo anaposema mimi ni Mkristo, unaashiria wewe njia yako ni ya nani? Ni ya Kristo. Msomaji huko wa kitabu cha Matendo, nenda kitabu cha Waebrania 10:16. Nasemaje? Unapojitangaza mimi ni Mkristo, unajitangaza ya kwamba mimi njia yangu ni Kristo. Umeelewa? Na anasema mimi ndimi njia, lakini njia hii ni kweli. Utakaposhika kweli unapata uzima. Umeelewa vizuri? Kwa hivyo hakuna Wakristo watakaoenda motoni hata mmoja. Mkristo yote mbinguni. Umeelewa vizuri? Hello. Happy Sabbath. Happy day. Waebrania iseme nasemaje? 10. Nasema 10:16 nasemaje? Hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Nitaziandika sheria zangu. Waebrania 10:20. Nenda sasa yake 20. Nitaandika sheria zangu moyoni mwako. Umenasikia vizuri? Nitaziandika sheria zangu wapi? Moyoni mwako. Yesu anazungumza nitaziandika. 20 inasema njia ile aliyotuanzia. Sikiza.
dini hii aliyotuanzia nani? Yesu. Mnasikia? Dini hii aliyotuanzia Yesu. Kutangaza kwa Ukristo inasemaje? Malizia. Inasema, inaenda kumalizia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani pazia. Sikiza, njia hii inapitia wapi? Kwa pazia, yaani mwili wake. Sasa huu mwili hauna nafasi na unajiita Mkristo, ni ukafiri. Sijui kama mmenielewa. Sasa watoto wa Mungu, mmenielewa vizuri? Kwa hivyo tunapojiita mimi Mkristo, ni mantiki ya kusema ya kwamba nina tabia za Kristo. Tumeelewana? Hello? God is good. Uhimidiwe mfalme wetu. Ninapokuja kunena na watoto wako, nitumie kama chombo chako. Tukubali hivi sasa na Roho wako Mtakatifu apate kutuelimisha, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nataka tuendelee katika mada ya siku ya leo. Naomba msomaji kimbia sana katika Isaya 61 aya yake ya 7 kwa haraka sana. Inasemaje? Tuanze aya yake ya kwanza mpaka aya yake ya 7 katika Isaya 61 mpaka 7. Inasemaje? 61 mpaka 7. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litafunika dunia, na giza kuu litasifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Na mataifa wataiachilia nuru yao, na wafalme kuijia mwanga wa kuzuka. Kidogo, umefika aya ya ngapi? Ya 4. Ya 4. Naenda ya 4 sasa. Sasa unaenda ya 4. Na nataka niwaambie siri moja. Maandiko yanazungumza arise, shine, for the word light has come. Tumeelewana vizuri? But aya ya 4 inasema hii nuru inaenda kwa mataifa, the Gentiles. Now who are these Gentiles? Because hapa tunataka tuangalie hii nuru inaenda kwa kina nani. Tumeelewana? Kwa hivyo kundi la kwanza, nuru litakayoifikia ni Gentiles. Who are these Gentiles? Who are the Gentiles? Me and we are included in the Gentiles. Tumeelewana? Kwa hivyo kundi hili la Gentiles litapata nuru. Tumeelewana vizuri? Tuendelee aya ya 4. Nasemaje? Inua macho yako, utazame pande zote. Wote wanaokusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali. Sasa sikiza. Now you Gentiles, you have been told, inua macho yenu uliopokea nuru. Nyinyi wenye nuru, mtazame watoto wanafanya nini? Vijana na watoto wa kike na wa kiume wanakuja kweli, wanarudi nyumbani. Amen. Sasa tunataka tuangalie, endelea aya ya 5 ndio tujue hawa wanaambiwa wanarudi nyumbani ni kina nani. Tumeelewana vizuri? Because today we need to identify them. So because we have been told to arise and shine, for the light has come, and this light, these Gentiles and the rest of other nations will come running away and looking for this light. Amen. Now, endelea. Aya ya 5. Ndipo utakapoona na kuitiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia. Utajiri wa mataifa utakusalia. Aya yake ya 6. Wingi wa ngamia utakufunika ngamia, vijana wa Midiani
na Eva wote watakuja kutoka Sheba. Sasa sikiza. Wanaoambiwa watakuja kuitafuta nuru hapa ni kina nani? Vijana, watu kutoka Midiani na watu kutoka Elfa watakuja kuitafuta nuru. Mnanisikia vizuri? Tutataka kujua ni kina nani hao. Aya yake, maliza aya yake ya 7. Kundi lingine, alafu aya yake ya 7 mwalimu. Aya yake ya 7, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya. Aya ya 7 verse 7 ndio hiyo ya 7. Makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako. Nebuat, watakutumikia. Watakubalika kama sadaka juu ya madhabahu yangu. Amen. Mnanisikia vizuri? Kwa hiyo kuna watu waliotaja hapa, kwanza Midiani, Efa, Kedari, Nebuat. Watu hawa wanaambiwa ya kwamba ni lazima waifikie hiyo nuru. Tumeelewana watoto wa Mungu? Kwa hiyo hao watu tunawazungumzia siku ya leo wanaambiwa the light shall come. Hii nuru nataka tuzungumze ni nuru gani? 8:12 Yohana. Ni nuru ipi hii? Kwa sababu wanaambiwa wataipokea nuru. Kwa hivyo tunataka tujue hii ni nuru gani itakayofanya nini? Itakayowapata. Amen. Okay, nasemaje? 12 nasema 8. Basi Yesu akawaambia tena. Akasema, naam, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye atafutaye hata kwenda gizani. Amen. Yesu anasema yeye ni nani? Yesu anajitangaza ni nani? Nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo hivi kundi hizi ambazo tunazitaja, kundi za gani? Za Midiani, Alfa, Sheba, Kedari, Nebuat, lazima zitaifikia nini? Nuru. Na hiyo ni nuru ni nani? Watapata kujua habari za Yesu Kristo. Nataka nikupatie habari hii. Aya yake ya 3 inazungumzia about the Gentiles. Gentiles ni wale ambao wanamwamini Kristo, kwa sababu kumbuka, wana wa Israeli ndio waliokuwa wakitumika hapo awali kama the children of God, na ikazungumziwa, lakini Kristo akatangaza ya kwamba the Gentiles watapata nuru hii. Lakini katika aya yake ya 6 inazungumzia Sheba. Hawa Sheba ndio tunataka niwaambie pamoja na Kedari. Kwa hivyo nataka nikupeleke katika sehemu ya kitabu cha Danieli. Mnakimbia katika kitabu cha Mwanzo 25:1-6. Mwanzo 25:1-6. Lakini nataka nikupe siri moja. Huu ni ukoo wa Abraham. Mnajua vizuri sana Abraham alikuwa na mke mmoja. Kweli uongo? Abraham alikuwa na mke mmoja. Kweli uongo? Kweli. Ni wangapi wanasema alikuwa na mke mmoja? Ina mkono juu. Haya, alikuwa na wake wangapi? Hebu nipata kusikia. Alikuwa na wake wangapi? Wawili. Okay, ni wangapi wanasema wake wawili? Ina mkono juu. Bado watu wako na doubt. Haya, mwingine ako na another choice. Any other with another? Yes. Wake watatu. Ni wangapi wanasema wake watatu? Wawili pekee kwa wamejisupport. Alright. Ni kweli Abraham alikuwa na wake watatu. Mke wa kwanza, mke wa pili, mke wa tatu, Ketura. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo Hagar alikuwa na mtoto aliitwa nani? Ishmael. Sawa? Na Jacob akawa na mtoto alikuwa anaitwa nani? Isaac akawa na mtoto anaitwa nani? Jacob na Esau. Naye Ketura akakuja na kizazi cha Zimran, Jokshan, Midian, Ishba na Shua.
Unaelewa vizuri? Hawa ndio walikuwa watoto. Kwa hivyo Midiani ni son to Ketura, Sheba son of Jokshan, Jokshan to son of Ketura. Kwa hivyo sasa nataka tuende katika Mwanzo 25:1-6. Inasema namna gani? Soma kwa haraka msomaji. Ibrahimu alioa mke mwingine, jina lake akiitwa Ketura. Akamzalia Simran na Yokshan na Medania na Midani na Ishabak na Sua. Ya tatu nasema, endelea. Yokshan akamzaa Sheba na Dedani na wana wa Dedani walikuwa wa Shuri na wale Tushi na wale Umi. Ya nne, na wana wa Median walikuwa Eva na Evar na Enoch na Ebida na Elda. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Asante mwalimu. Sasa sikiza. Abraham pamoja na Ketura ndio walikuja na nani? Na Zimran, lakini na Jokshan akamzaa Sheba. Tumeelewana vizuri? Midiani na yeye akamzaa Jethro ama Reur, naye Reur akaja na Balaam. Mmenisikia vizuri? Hiki ni kizazi cha Ketura. Ketura huyu nasomea 25 aya yake ya 5. Inasema Ibrahim akampa Isaac yote aliyokuwa nayo. Abraham akamchagua Isaac mtoto mkubwa, akampea vyote alivyokuwa navyo. Lakini wana wa Masura walikuwa nao Ibrahim akawapa zawadi. Alafu naye akawaondoa. Sikiza, hapo ndipo kuna point. Alafu akawaondoa, alafu mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake waende pande za mashariki. Akawapeleka upande wa mashariki. Yaani Middle East. Edumi. Tumeelewana vizuri? Middle ni kina nani wanakaa Middle East? Kina nani? Waarabu. Amen. Ni kizazi cha kina nani? Watoto wa kizazi cha Ketura. Leo hii wote wako Uarabuni. Wao walio Uarabuni ni mila ya kina nani? Ni dini gani? Waislamu. Tumeelewana vizuri? Nataka nisungumze jambo moja katika Mathayo 2:1. Sasa sikiza, kwa sababu tumejua ya kwamba hawa ni Waarabu wa imani ya Kiislamu. Sasa nataka nikushangaze. Mtu wa kwanza kumwabudu Yesu alipokuja duniani, the first people to worship God or to worship Jesus, the first people. Wakati wana wa Israeli wanamngojea Yesu Kristo atakayekuja kuwatoa katika matakwa ya wa Roma, kuna wale waliotambua huyu ni mfalme, si mfalme wa dunia bali ni mfalme wa wapo. Kina nani? 2:1 kitabu cha Mathayo. Soma msomaji. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode. Tazama, Mebusi wa mashariki walifika Yerusalemu. Sikiza, Biblia ya Kiingereza inatumia lugha gani? Wise men, right? Wise men. Angalia. 2 inasema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki. Nasi
nasi tumekuja kumsujudu. Nasi tumekuja kumsujudia. Walikuwa wametoka wapi? Mashariki. Umeelewa vizuri? Middle East. Aya yake ya 9. Verse 9. Walikuwa wametoka huko na wanakuja wanataka kumsujudi. Je, walimsujudia? Kwanza kabla ya kumsujudia, tunataka tuangalie which practicals did they do so that you can understand. Nasemaje? Verse 9. Nasema, nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia. Na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali palipokuwepo mtoto. Verse 11. Verse 11 nasema, wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariamu. Wakamwona mtoto pamoja na Mariamu. Mamaye. Wakaanguka wakamsujudia. Wakamsujudia. Waarabu. Halo, Waarabu. Akiwa katoto wakamsujudia. Alafu kuna ibada za kipekee walimfanyia. Ni ibada gani hizo? Ibada za kipekee walizomfanyia, hebu sasa tuambie ibada gani walimfanyia. Endelea 12. Endelea sasa na hiyo aya 12 nasema, nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto. Umemaliza hiyo nini? 11 umemaliza. 11 wasikasema, wakaingia nyumbani wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na ufumba na manemane. 12. Asante mwalimu. Hizo walizomtolea ni nini? Nenda kitabu cha Kutoka 31. Sikiza hii, watoto wa Mungu. Hawa ni Waarabu. Wakati nyinyi Waisraeli mmelala, mnangoja mfalme wa nguvu aje aweke nini? Aende vitani kuwapigania katika Warumi. Hello, happy Sabbath. Is it a challenge? It is. Jani mtu ametoka all the way from Middle East. Na kulikuwa kuna magari zama hizo, ni camel. Safari yote mpaka Bethlehem. Kwenda kufanya nini? Kumsujudia mtoto mdogo. Na wakamfanyia hizi ibada. 30 verse 1 Kutoka inasemaje? Inasema, nao fanya madhabahu ya kufukizia ufumba. Utaifanyiza kwa mti wa mshita. Ya pili, urefu wake itakuwa dhiraa moja, na upana wake dhiraa moja. Itakuwa mraba. Endelea. Na kwenda juu kwake dhiraa 2. Endelea. Pembe zake zitakuwa za kitu kimoja. Na itakuwa kitu kimoja nao. Soma. Ya 3. Soma 6 na 7. 6 na 7 inasema, nawe utaitia mbele za lile pasia lililo karibu na sanduku la ushuhuda. Mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda. Hapo nitakapokutana nawe. 7 inasema, na huruma na Aruni atafukiza ufumba wa manukato juu yake. Kila siku asubuhi atakapotengeneza zile taa utafukiza. Sasa nimesikia hiyo. Ilikuwa ni ibada ya nini? Ibada ya ukuhani. Amen. Kwa these people from Middle East walimfanyia ibada ya ukuhani, ku-identify Yesu ni kuhani. Akiwa mtu
na hakuna andiko lingine kwa Biblia kando na Mary Magdalene aliyeokolewa na Yesu akiwa ameshikwa katika tendo la uzinifu, aliyemtolea Yesu mafuta ya takriban 6.7 Kenyan shillings million. Umeelewa vizuri? Those are the only two aspects the Bible ya watu waliofanya ibada kwa ajili ya Yesu katika moyo wao, pure heart, na wakifanya process za nini, za ibada. Hakuna ingine. Sijui kama mnanielewa. Tunaelewana vizuri watoto wa Mungu? Waarabu wamefika na kufanya ibada takatifu. Amen. Kuna nyingine? Kuna nyingine walifanya uvumba? Tumeelewana vizuri watoto wa Mungu? Kwa hivyo when you are asking here, you are sitting down here, kumbuka maandiko yamesema nao wataijia nuru. Sasa nataka nikwambie nini kunuru. Wewe sasa hivi nikuulize swali moja. Ukiambiwa sasa hivi nenda Somalia ukahubiri, utaenda? Biblia inaposema ya kwamba watoto hao watakujia nuru, wako hapa Isili wamejaa. Kweli uongo? Kitengela wako hapa wamejaa. Kweli uongo? Wanaikujia wakuji. Tena wanakuja na wanajenga na wanaishi. Yaani maandiko ya kuambia kama utaenda Uarabuni. Where you are, that is where they will come. Watakuja mpaka hapa watajenga. Watanunua mashamba mpaka mahali ulipo watajenga. Hata mahali yenda huko wako. Wako hapo. Sijui kama mnaelewa. Wako hapo. Wako hapo wanapiga nini? You don't need to go where they are. They are coming where you are. Let me tell you. Hakuna mbingu bila hao watu. Hata Yesu alipokuwa ameenda mbinguni, alituahidi roho gani? Twende siku ya Pentekoste tuulize Waarabu walikuweko mwalimu. Nenda hapa. Matendo ya Mitume 2. Anza yake ya 9. Matendo ya Mitume 2:9 mpaka 11. Kimbia pale. Siku ya Pentekoste walikuwepo Waarabu ama hawakuwa? Soma hapo. Kwa hivyo watoto wa Mungu, huu ndio ukweli ya kwamba lazima wamfahamu Kristo kwa sababu wataijia nuru. Nafikiri nuru ni nani? Nuru ni nani? Wataijia nuru. Nuru ni nani? Ni Yesu Kristo. Nani aliye na hiyo nuru? Aliye na hiyo nuru ni nani? Mimi na wewe. Tunamjua Yesu anaishi ndani yetu, kwa hivyo sisi ndio tulio na nini? Sasa wamekuja mahali nuru iko na nyinyi mmelala. Mmelala. Muona waangalia wale watu ni wa majini wale. When are you expecting to go to them? Nasemaje? Soma haraka kwa sababu ya muda naona nikimbia sana muda. 2:9-11 inasema Warpahadhi na Wamedi na Walemi nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia 10, Frigia na Bamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene na Wagani watokao Rumi, Wayahudi na Wangovu 11, Wakrete na Waarabu na Waarabu. Tuna wazi kila hawa wakisema kwa lugha zetu, matendo makuu ya Mungu. Amen. Waarabu, watu kutoka Misri, watu kutoka Libya wakasikia kwa lugha yao, na wengi wakati huo wakabatiza, wakamkubali Kristo kama Mwokozi wa maisha yao. Amen. Leo hii hamuko upande wao. Acha niwaambie siri moja. Utakaposoma katika Isaya 60 aya ya 7,
kuna kundi la Kedari na Nebuati liko pale, ambao lazima nao waingie katika utukufu wa Mungu. Lakini nataka nikwambie Kedari au Nebuati na Kedari ni watoto wa nani? Ibrahim alikuwa na mtoto aliyekuwa anaitwa Ishmael, aliyekuwa amejipatia katika mama mke ambaye alikuwa ni kutoka Egypt. Alikuwa anaitwa nani? Huyu mama kutoka Egypt alikuwa anaitwa nani? Hagar, si ndio? Na Hagar akamzalia mtoto aliyekuwa anaitwa Ishmael. Ishmael akatoa mtoto anaitwa Nebuad pamoja na Kedar. Watoto hawa Nebuad akakuja na watoto wa Nebatians wakaja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo hiki ni kizazi cha nani? Kizazi cha Ishmael. Naye Isaka akaweza kukuja na kupitia kwa Lea, Reuben, akaja kwa Juda na kumzaa Jesus Christ. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo Biblia inazungumza hivi katika, nisomee katika the prophecy of Isaiah katika John 1 Yohana 1 aya ya 11 na 12. Nasemaje? 12. Sasa sikiza hii. Alikuja kwake. Okay, sorry, wacha nirudie. Alikuja kwake, wala walio wake hawafanya nini? Hawakumpokea. Maskini ya Mungu hawakumpokea, bali wote waliompokea waliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Asante wa Mungu. Sikiza, Waarabu walienda kumsujudia akiwa mtoto. Kwa hivyo walifanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Amen. Hilo ndio jambo nataka niwaambie. Nisomee Mathayo 8:11-13. Watoto wa Mungu, nataka niwaambie, msilale mkifikiria ndugu zetu Waislamu, imani hii ya idara ya Adventist Muslim Religion inayopanga kutarget Waislamu wapate kujua na kushika nuru ya Kristo. You should not discriminate this idara. Amen. You should come together, gain the experience, na wale ambao umeletewa karibu na nyinyi, you take the advantages of them and do it, na upate kuwahubiria. Tumeelewana vizuri watoto wa Mungu? This is the pure truth that I'm really telling you. Mathayo 8:11-13 ninapomalizia inasema namna gani? 11 inasema, nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi. Sikiza, wengi watakuja kutoka mashariki. Mashariki ni kina nani wako? Waarabu. Kwa njia nyingine, wengi watakuja katika imani kutoka imani ya Kiislamu, alafu nao wataketi pamoja na Ibrahimu. Nao wataketi pamoja na Abrahamu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Haleluya. Sasa wacha nikuuliza, wa kutimiza hii ahadi ni nani? Ni mimi na wewe. Are you seeing how idara ya imani ilivyo maana sana? Maliza ndiko. Namaliza 12. Asante. Ni hiyo nilikuwa soma 12. Maliza mpaka 13. Kwa haraka sana. Nasema, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje. Ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno. 13. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako, na iwe kwako kama ulivyoamini. Amen. Asante sana. Nisomee Wagalatia 3:7-9. Kuna kitu nataka niwaonyeshe. Elda, tafadhali, nani yule kuna Qur'an? Soma haraka sana. Pia wewe fungua pale. Kwa sababu ya muda, nisomee kitabu cha Suratul Nisa. Qur'an, Suratul Nisa 125. Nasemaje? Wagalatia 3:7-9 inasemaje? 7 3 na Qur'an Wagalatia 3:7-9 inasema, naam, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Nataka kujenga mada ya jioni, tumalizie pale. Soma kwa haraka, maliza. 8. Na andiko
kwa vile nilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki, kwamba Mwenyezi Mungu atatuhesabia haki, halafu mataifa kwa imani, mataifa kwa imani kupitia uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa hivyo katika imani kwa kumkubali Kristo tunafanya kuwa waamini sawasawa na uzao wa nani? Wa Abraham. Na hata niwaulize ndugu zangu, je, hawa ndugu zetu na wao wanafanyika kuwa uzao wa Abraham? Suratul Nisa ama Qur'an 4 aya yake 125. Kimbia pale msomaji. Inasemaje? Mtu mmoja wenu Elda nifungulie pia Suratul Nur aya yake 120. Haya, soma yako. Nisa. Qur'an 4:125. Elda nisomea 16:120. Inasemaje? Qur'an 4:125. Kimbia pale. Ina 125. Qur'an 4:125. Nasema na nani aliye bora kwa dini kuliko yule aliyeusilimisha uso wake kwa Mwenyezi Mungu? Naye akawa mwema, na anafuata mila ya Ibrahimu mwongofu. Anafuata mila ya Ibrahimu Hanif. Anafuata mila ya nani? Ya Ibrahimu. Maliza. Na Mwenyezi Mungu alimfanya Ibrahimu kuwa ni rafiki mwandani. Na Mwenyezi Mungu amemfanya kwa rafiki mwandani. Kwa hivyo wao pia mila yao imetokana katika mila nani? Ya Abraham. Kwa hivyo these are our cousins. Let me tell you, how many love your cousins? Do you love your cousins? Can you show up by your hands? Mnapenda your cousins? You love them. Then these are your cousins. Mwalimu, inasemaje? 16:120 Qur'an. 16:120 Qur'an. Elda, uko pale? 120 nasemaje 16? Hakika Ibrahimu alikuwa mfano mwema kwa Mwenyezi Mungu. Hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa hivyo Abraham hakuwa miongoni mwa aya yake ya 123 hapo kwa 123. Wala hakuwa miongoni mwa washirikina. Kwa hivyo sisi na wao we are cousins. Sote tunatoka kwa sababu Abraham yeye ni nani? Ni baba wa wote. Mathayo 28:19 inasemaje? Inasemaje? Mathayo inasemaje? Kitabu hiki cha Mathayo 28:19. Alafu naomba yule ambaye anasoma Qur'an nenda Suratul Imran aya yake 113 mpaka 115. Soma inasemaje? Naomba niulize Waislamu wako ulimwenguni ama wako mbinguni? Na mmeambiwa muende mkawafanye nini? Wanafu na mwafanye nini? Muwabatize katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Suratul Imran 113 mpaka 115. Nataka niwaambie hivi, there is one thing that I want to zungumza about Muntakin ambayo 3:113 mpaka 115 Qur'an. Inasemaje? 3:113 mpaka 114 Qur'an. Nasemaje? Miongoni mwa watu wa kitabu wamo watu waliosimama barabara.
wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku, na pia wanasujudu. Wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na wanaamrisha mema, na wanakimbilia katika mambo ya heri. 115. Na hao ndio miongoni mwa hao. Hii ni sifa ya mtaki. Nitakuja niwaambie kupitia sifa ya mtaki how you can evangelize these people by the answering the question of identity katika idara ya ema. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo nifungulie kitabu cha mwisho mwalimu katika Ufunuo 14:6 mpaka 12. Hiyo ndio andiko langu la mwisho, alafu niwapatie siri moja, na hiyo siri niweze kumalizana nayo. Inasema namna gani? Ufunuo 14 anza aya yake ya 6 mpaka 12. Nasemaje? Kisha nikaona malaika mwingine, akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imefika. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemchemi. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya usharati wake. Asante sana mwalimu. Sasa watoto wa Mungu, ujumbe huu wa malaika unamlika kabila, lugha na jamaa. Hawa ndugu zetu Waislamu, mumeambiwa vizuri, hamtaenda Somalia. Mkienda Somalia, mnajua kwamba mnaambiwa mkate kichwa. Mnajua hivyo? Itakuja kwa kupea hiyo vitabu zote masaa za jioni. How Quran is very much different from the Bible. It instructs and the instructions from it. We will touch them a little bit. Lakini we will have that the question of identity. Hupakani kwenda kule Warabuni. No, they are coming where they are to seek for the light. Amen. But I want to tell you this. Wakristo population estimated, this is our estimation ya 2019. Christianity, there were 2.4 billion, 29.81%. Followed by Islam, 1.9 billion, 23.60%. Then followed number 3 by Hinduism, 1.5 billion, 14.28%. Then Buddhism, 5.1 million, 6.47%. Then Judaism, 14.5 million people, that is 0.188%. Then secular, non-religion, agnostic, atheist, 1.2 billion, that is 14.91%. So Islam, 1.9 billion total population in the world. And that is why I want to tell you ya kwamba mfahamu hivi katika andiko langu la mwisho katika Mathayo 24:14 inasema namna gani? Mathayo 24 aya yake ya 14 inasemaje? Watoto wa Mungu, we need to be very serious when we are speaking about evangelism. Remember, this is on your door. It is knocking each and every time. Inasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa. Katika ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho
utakapokuja. Hapo ndipo ule mwisho utakapofanya nini? Kwa hivyo kama mnataka Kristo kumharakisha, lazima mfanye nini? Mhubiri na mpeane injili gani? Hii. Na hapo ndipo mtakapoona habari hii inakimbia mbio, na habari hii ndipo kuja kwa Kristo kufanya nini? Yesu anakuja. Watoto wa Mungu, tufanye kazi kwa bidii, tutie nini? Tukue serious kumfanyia Mungu kazi. Amen. Mlango wazi, si Yesu ameufungua na hakuna kufunga. Mlango wazi, ajabu umeachwa wazi kwangu. Mtakatifu wetu, kwa kweli umetupatia nuru ambayo miongoni mwa mataifa tunapaswa kuinena, na umeturahisishia zaidi kwa sababu umewaleta mahali tulipo ili tuwapatie nuru hii ambayo ni wewe Kristo. Zaidi ya yote, ushujaa unahitajika katika kila mmoja ili kazi yako ipate kukamilika. Tupatie hekima ya maandiko matakatifu, tushushe zaidi na ututumie kama vyombo vyako vitakatifu kwa ajili ya kueneza habari yako katika mataifa, majirani na hata marafiki. Tusaidie hekima hii ya kimbingu
na neno lako lipate kuwa kizingiti katika maisha yetu, ili ya kwamba tufarijiane katika neno hili na kutiana nguvu kwa wale wasiokujua, wapate kukufahamu na kuishi katika neno lako. Simama na kila mmoja na umjaze na hekima kama vile Suleimani alivyoitisha, na wapate kuitumia hekima hii kwa ajili ya kazi yako. Tutoe katika mbari za mwovu ibilisi na utufunike na uwezo wako, ili ya kwamba Yesu Kristo pasiwe na kizuizi chochote kitakachotuzuilia katika kukamilisha kazi iliyoweka mikononi petu. Kazi hii iwe mibaraka bali isiwe laana, lakini ipate kuwa mibaraka kwa kubariki watoto wetu, kwa kubariki kazi zetu, kwa kubariki kila ambacho kinachohitanishwa katika jina letu, mfalme wetu. Uwe pamoja nasi hata tutapojipanga masaa za jioni kuendelea na programu hii za idara ya AMR. Jina lako litukuzwe, ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, na kila mtu aseme amen. Happy Sabbath. Happy day. Asante. Tumefika tamati wa kipindi hiki. Tumeenda katika manguli. Chakula ipo. Tunaomba kwamba tusiende nyumbani. Jinsi vile mhubiri ametuambia kwamba kuna mazuri katika kipindi cha jioni. Kwa hivyo tutashiriki lunch pamoja ili kwamba tuweze kuendelea na vipindi vya jioni. Naarifiwa kwamba kwaya tutakujana hapa tuweze kuwa na mambo mawili matatu ambayo kiongozi yako naye atatuambia tukiendelea mbele. Asante. Naomba Stella kuja tuombee.